Kitabu cha Yohana mlango ule wa 9. Kuna Biblia zinafunguliwa huko. Kama unafungua Biblia inua mkono. Kama hauna Biblia inua mkono, nitakusaidia nayo basi. Nani hana Biblia? Mfungulie mkoba, uko na Biblia nyingi hapo ndani. Bwana Yesu asifiwe. Njoo chukue kama huna Biblia. Hii maandiko tunayoyasoma leo yanapatikana katika hii Biblia. Chukue nyingi. Yohana mlango wa 9. Mlango wa 9, nataka tusome habari ndefu kidogo, lakini tutaongea kwa ufupi. Yohana 9 kuanzia huo mstari wa kwanza. Nataka msomaji tembee na sisi katika hiyo mistari polepole. Soma 1 mpaka 5. Soma Yohana 9 kuanzia mstari wa kwanza. Hata alipokuwa akipita alimuona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Hata alipokuwa akipita alimuona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Ndio. Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, Rabi, ni yupi aliyetenda dhambi, mtu huyu au wazazi wake, hata azaliwe kipofu? Yesu akajibu, huyu hakutenda dhambi wala wazazi wake, bali kazi za Mungu zidhihirishwe ndani yake. Imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka, madamu ni mchana. Usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi. Muda nilipo ulimwenguni, mimi ni nuru ya ulimwengu. Amen. Tuombe. Baba, katika jina la Bwana Yesu Kristo, tunakushukuru tena kwa sababu ya neno lako hili ambalo Bwana umetupa kulisoma asubuhi ya leo. Tunaomba ya kwamba Mfalme ukaweze Bwana kulieleza kwa Roho wako Mtakatifu, ili ya kwamba ukaweze Bwana kueleweka ndani yetu, na kaendelee Bwana kupata nafasi ya kukaa, ili Bwana ukaweze Bwana kuwa Mfalme msaada katika maisha ya kuhukulia wokovu wako. Nimejua ewe Mungu kwa sababu utakuwa pamoja nasi hapa katika Bwana sehemu hii ya neno. Bwana, kipindi hiki chote Mfalme utakuwa Bwana mgeni wetu, utaendelea Bwana kutuzungumzia kwa ufasaha, Mfalme wa falme, ili ya kwamba Mungu tunapolielewa neno lako tukaweze Bwana kushinda ulimwengu. Ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Mstari wa 2 na wa 3 nasema hivi. Wa kwanza unaongelea kwamba Yesu Kristo alipokuwa akipita aliona kipofu. Bwana Yesu asifiwe. Aliona mtu ambaye ni kipofu. Mtu kipofu ni mtu ambaye haoni. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ambaye macho yake yameziba. Anaweza kuwa ako na wewe hapa, lakini hawezi kutembea bila msaada wako ama msaada wa kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana hajapewa nguvu za kuona. Amen. Na Yesu katika kazi zake akiwa hapa duniani, Biblia inasema kwamba siku moja akakutana na mtu kama huyu kipofu. Na alikuwa katikati ya wanafunzi wake, ambao hawa wanafunzi walikuwa wa makabila tofauti na tamaduni tofauti tofauti kama wewe na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kulikuwa pale pengine na Wagiriama, kulikuwa na Wajaluo, kulikuwa na Wakikuyu. Bwana Yesu asifiwe. Hizo ndio kabila zetu, ndio maana nasitaja. Bwana Yesu asifiwe. Wale watataja Wayahudi,
Wagriki, wa Yunani, Bwana Yesu asifiwe. Lakini nimekutajia zile za sasa. Amen. Kwamba katikati ya wale wanafunzi kulikuwa na makabila hayo mbalimbali ambayo yana tamaduni mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Na wana imani mbalimbali na mafunzo mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuhusu mambo ambayo yako na vile yanavyostahili kuwa ama yanasababishwa na nini. Amen. Biblia inasema kwamba Yesu Kristo akiwa na wanafunzi wake walipokutana na huyu kipofu, swali likaja, mstari ule wa 2. Unasemaje msomaji? Wanafunzi wake wakamuuliza sema, Rabi, yupi aliyetenda dhambi, mtu huyu au wazazi wake? Ni yupi aliyetenda dhambi kati ya mtu huyu na wazazi wake? Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio ulikuwa ufahamu wa wanafunzi wa Yesu Kristo, kutokana na tamaduni ama kutokana na tabia za mitaa ambayo wanaishi, ama kutokana na elimu ambayo walikuwa wameisoma katika tamaduni zao. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba mtu akiwa na shida ya kiupofu, huyu huenda ikawa kuna dhambi ilitendeka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inaweza kuwa yeye mwenyewe alitenda dhambi na akapatwa na shida ile ya upofu, ama inaweza kuwa wazazi wake walitenda dhambi, ndio maana mtoto huyu akazaliwa kuwa kipofu. Bwana Yesu asifiwe. Sijui leo wewe unaaminije, lakini wanafunzi walikuwa katika tamaduni zao kule walikolelewa, walikuwa wanajua hilo. Katika Torati ile ambayo walikuwa wamesoma, walikuwa wamejulishwa hivyo kwamba upofu ni kama laana. Bwana Yesu asifiwe. Ama magonjwa mengine ya kufanana hayo ni kama laana. Kwa hivyo inakuja baada ya dhambi kutendeka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So walipoona vile, wakataka kujua Yesu Kristo, huyu mtu ni nani aliyesababisha? Ni yeye mwenyewe alijisababishia ama ni wazazi walimsababishia? Yesu Kristo mstari wa 3 anajibu swali hili. Soma. Yesu akajibu, huyu hakutenda dhambi wala wazazi wake, bali kazi za Mungu zidhihirike ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wao wakiwa wanaamini kwamba upofu ni dhambi, husababishwa na dhambi, ndio wakawa wanauliza maswali yale, lakini Yesu Kristo akawa anakuja ama amekuja ili kudhihirisha uweza wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo jambo lile ama upofu ule akajibu kwamba huyu hakutenda dhambi ama wazazi wake hawakutenda dhambi, lakini ilifanyika hivi ili kwamba uweza wa Mungu udhihirike. Amen. Amen. Nauliza leo, je, Mungu bado anatenda kazi? Mungu bado anatenda kazi namna gani? Biblia inasema kwamba na ilipofika siku ya 7 Mungu akamaliza, alafu akafanyaje? Akapumzika. Hiyo kazi anaoendeleza kuifanya ni gani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kazi hizi ambazo sasa Yesu Kristo alikuwa anazifanya kama za kufungua upofu, ndizo ambazo zinaendelea kufanywa kwa uwezo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu alifanya kazi ya uumbaji wa ulimwengu, akauumba ukaonekana mzuri wa kupendeza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini si kwamba alipomaliza ile kazi yake ya uumbaji alichukua nafasi akalala ama akaja, lakini bado anaendelea kufanya kazi mpaka leo. Ndio maana kuna madhaifu mengine ambayo yalifanyika ama yaliwekwa kwa kusudi la kudhihirisha kwamba Mungu bado yuko kazini kutenda kazi mpaka leo. Amen. Mgeukie jirani yako umwambie uko hivyo ulivyo ili Mungu aonekane ndani yako. Yaani unaweza kuonekana kwamba wewe ni mkondee, watu wakakushangaa. Kwani watu wanakula, mbona huyu naye anakaa hivi? Lakini uko hivyo ulivyo, ndio maana utukufu wa Mungu ukishuka juu yako, ukianza kunenepa, ukianza kupanuka, uanze kujiuliza ni nini kinaendelea hapa?
Wakija kuuliza, ugali ule ulikuwa unakula ndio unakula mpaka leo. Samaki wale uliokuwa unakula ndio unakula mpaka leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini uwezo wa Mungu uonekane, ndio maana umefanyika hivyo ulivyo. Amen. Amen. Haingejulikana kwamba Mungu anaendelea kutenda kazi mpaka leo kama mambo kama haya hayangekuwa. Bwana Yesu asifiwe. Kama wote tuko sawa, hakuna cha kubadilishwa ama hakuna cha kutengenezwa ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tunafanywa upya kila siku. Amen. Biblia inasema kwamba kwa rehema za Bwana tunafanywa upya kila siku. Ni upya gani huu ambao wewe mwanadamu unafanywa? Ni kwamba leo hii unaweza kuonekana na muonekano huu, lakini kuna jambo ambalo Mungu atalifanya ndani yako ili kwamba ajionyeshe kwamba bado ninafanya kazi ndani yako. Amen. Amen. Hii ndio sababu mtu anaweza akalala akiwa maskini na akaamka kesho akaatiwa kazi ya kumpeshea maelfu ya pesa na akauaga umaskini, akaanza kuonekana na sura mpya. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndio sababu anaweza akatia bidii zozote na akajiona kwamba sikufaulu masomoni, sikufaulu katika masuala ya biashara, lakini bado akatokewa na namna ya msaada ambayo itampandisha katika viwango vingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilipokuwa nasoma maandiko na kutafakari huu mstari, nikaanza kuangalia mambo kadha wa kadha ambayo nimeyaona katika maisha yangu, ama shuhuda kadha wa kadha ambazo nimesikia katika ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe. Mojawapo ni mimi mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini sitasema hiyo, nitasema ya mwingine. Nyingine, kuna ndugu ambaye nilishare na yeye tukiwa tunakaa watu wangapi? 5 kwa room, wanaume 5, vijana wa kiume 5. Kasema nafikiri ukupitia hiyo life. Tukashare room watu 5. Mimi nikiwa mwanafunzi, lakini hao wengine 4 wote ni watu wa vibarua, kila mmoja akitoka anaenda kutafuta kivyake arudi. Tunashare room watu wangapi? 5. Hakuna ambaye alikuwa anadhania kwamba kuna mtu pale anaweza akaja akamiliki plot, akamiliki nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini siku moja huyu bwana, ushuhuda unasema kwamba akatembelewa na wageni na wakaja wakamwambia, sisi tulizijua habari zako na tumekuja kukupatia, tunakuambia kwamba jitayarishe tukuhamishe kwa hii nyumba unaishi, tunaenda kukupatia nyumba nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na akatolewa pale akaenda kupelekwa kwa nyumba ambayo ni self, ilijengwa kwa sababu yake. Akaambiwa hii ni miliki ya kwako, yaani kuanzia leo usiulizwe na mtu, stakabadhi zote hizi hapa ni kwako. Nyumba ambayo haijakaliwa na mtu, ilijengwa kwa ajili yake peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akapewa. Lakini huyu mtu tukianza na yeye, kitu cha kwanza I think pengine anaweza kuwa class 6 ama 7. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuendelea mbele. Kitu ya pili, hakuwahi fanya kazi ambayo inaweza mpatia pesa za maana. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa ni vibarua. Amen. Amen. Lakini kwa sababu uweza wa Mungu uko ili udhihirike ndani ya maisha ya mtu, akaonekana katika muonekano huo. Pengine watu walifikia mahali wakamkatia tamaa, wakasema huyu naye hatuoni kwamba anaweza kuja kuwa na uzee mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Hatuoni kwamba anaweza kuja kuacha urithi wa watoto wake. Lakini nani ajuai? Bwana Yesu asifiwe. Uweza wa Mungu uliposhuka juu yake na akaanza kumtafuta ili kujidhihirisha ndani yake, akaloketiwa ama akatafutwa na watu ambao hakuwatuma, hakuwaomba, lakini walikuja wao wenyewe wakasema kwamba shika hii funguo na hii nyumba pamoja na hii plot ni vyako kuanzia sasa. Amen. Amen. Laiti angetafuta kwa bidii zake, hakuna ambaye angeona kwamba inawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Uweza wa Mungu udhihirike.
Amen. Mambo mengine tunayoyaona hivi leo yako vile yalivyo ili uweza wa Mungu udhihirike katika maisha ya mtu ama katika hicho kitu. Amen. Kwa hivyo haina haja ya kufikia mahali uanze kusikia kwamba hapa nilipofika huu ndio mwisho wangu, lakini kama Mungu atashuka juu yako, aanze kufanya kazi ndani yako, then tarajia mabadiliko. Amen. Turuka mpaka mstari wa 6. No, mstari wa 6. Endelea 6 kuendelea. Mstari wa 6 ndiye inasema, alipokwisha kusema hayo, alitema mate chini, akafanya tope kwa yale mate. Yesu alipokwisha kulijibu lile swali la kwamba ni nani kati ya hawa watu wawili, wazazi ama huyu kipofu aliyetenda dhambi, Yesu akasema si dhambi inafanya hivi, lakini ni utukufu wa Mungu uonekane. Baada ya kusema maneno yale, Biblia inasema kwamba Yesu akatema mate kwenye matope, akalichukua lile tope, akafanyaje? Akampaka kipofu machoni pake. Bwana Yesu asifiwe. Haya, baadaye akamwambia, nenda kanawe katika birika ya Siloamu. Nenda ukanawe katika birika ya Siloamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baada ya yule kipofu amepakwa lile tope, Biblia inasema kwamba Yesu Kristo akamwagiza kitu cha kawaida sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitu cha kawaida sana kwamba nenda sasa ukanawe katika birika la Siloamu. Bwana Yesu asifiwe. Hili birika lilikuwa limejengwa, watu walikuwa wamelitumia kwa miaka mingi. Bwana Yesu asifiwe. Yamkini hata kipofu huyu huenda naye pia akawa pengine siku nyingine alikuwa amekuwa katika hilo birika, akaoga maji ya ile birika, lakini hakupata kuona. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa kwa sababu ya neno la Mungu, kwa sababu Mungu amekusudia kwamba utukufu wake uonekane, anamtuma kipofu, anamwambia kwamba enda katika hilo birika ukanawe hapo. Aliponawa basi akaenda na kunawa, akarudi anaona. Akaenda kunawa, akarudi anaona. Bwana Yesu asifiwe. Akaenda kunawa, akarudi anaona. Huyu alipolitii ama alipoisikia sauti ya Mungu, hakujali ama hakuangalia kwamba huu mto ama hili birika ni la kawaida sana. Bwana Yesu asifiwe. Ni mahali ambapo nimepazoea sana. Ni mahali watu wanaenda hapo na magonjwa yao lakini hawaponi. Hakuangalia hilo. Alisikia kwamba huyu anayenituma acha niende. Alipolifuata lile agizo la Yesu Kristo, akaenda kunawa. Biblia inasema kwamba akarudi anaona. Amen. Kuna sauti ambazo zinakunenea katika maisha ya leo kwa sababu ya jinsi ulivyo, kwa sababu ya hali unazopitia, kwa sababu ya mazingira unayokaa. Inakuonyesha kwamba wewe kama ungekuwa mtu mkuu haungekaa mazingira haya. Kama ungekuwa mtu wa faida haungekuwa jinsi hii. Kama ungekuwa mtu mkubwa haungekuwa mtu wa kuchukuliwa jinsi ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu angalia hata kile kinyongo unakaa. Anaanza kukiita tafsiri ama kukieleza kwa lugha ya kejeli na kukidharau. Anakieleza katika hali ya kuwa akidharau ili akuonyeshe kwamba wewe ni duni. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwamba Yesu Kristo akiwa ndani yako, utukufu wake ukianza kufanya kazi ndani yako, kuna mabadiliko yatakuja. Bwana Yesu asifiwe. Kutoka hapo mahali pa kawaida sana ndipo patakapotoka kitu kikubwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Birika la Siloamu lilokuwa limezoeleka likamponya kipofu. Bwana Yesu asifiwe. Ili utukufu wa Mungu uonekane. Bwana Yesu asifiwe. Ili utukufu wa Mungu
uonekane. Mahali pale ambapo pameonekana kwamba pako duni, panaenda kutoa vitu vikubwa. Bwana Yesu asifiwe. Kazi ile ambayo inaonekana kuwa ni kazi duni inaenda kukuimarishia maisha yako. Kazi ile ambayo inaonekana kwamba inaregarega, wewe hapo ndio utakaa miaka bila kusikia kusumbuka wala kutingishika. Bwana Yesu asifiwe. Mazingira yale ambayo yanaonekana kwamba ni ya kusahauliwa, wewe hapo ndio utainuka na utakuwa nuru ya ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu fikiria, Yesu Kristo alizaliwa wapi? Anazaliwa katika vijiji duni. Nabii anatoa unabii, anasema kwamba Bethlehemu wa Yuda, mji ulio mdogo sana, kumbuka kwako kutatoka mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Hakutolewa katika maeneo yaliyokuwa na sifa sana. Mungu wetu hata angalia mazingira ambayo yanajijenga yenyewe, lakini ataangalia kuyajenga mazingira ili utukufu wako uonekane kwamba ni Mungu aliyetenda haya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana hata leo hii unaweza ukakuta kwamba mtu anaweza akafikia mahali wa kuugua, akapoteza tumaini, lakini Mungu akimtembelea akamuinua tena. Bwana Yesu asifiwe. Akakaa maskini, amepoteza kila kitu, lakini Mungu akimtembelea akafanyishwa urejesho tena. Amen. Amen. Birika la Siloamu, kitu cha kawaida kinaweza kikafanya kuwa kitu cha maana sana. Tuingie katika mstari wa 18. Baada ya yule mtu amepata kuona, watu waliokuwa wamemzunguka ama wamemjua, Biblia inasema katika ile mstari ambayo tumeruka, angalia mstari wa 18, tutasoma kuanzia hapo. Baada ya kuwa watu walipomuona akirudi akiwa anaona, Biblia inasema kwamba wakamtambua, wakaanza kujiuliza wao kwa wao, je, huyu sio yule aliyekuwa akiombaomba? Na imekuwaje kwamba sasa anatembea bila msaada? Bwana Yesu asifiwe. Inakuwaje anaonekana kwamba ana furaha tena? Inakuwaje anaonekana kwamba amefurahia zaidi, amechangamka namna hii? Hana shida tena. Tusomee mstari wa 18 kuendelea. Mstari wa 18 Biblia inasema, basi Wayahudi hawakusadiki habari zake, ya kuwa alikuwa kipofu. Basi Wayahudi hawakusadiki habari zake ya kuwa alikuwa kipofu. Kisha akapata kuona. Hata walipowaita wazazi wake yule aliyepata kuona, wakawauliza wakisema, huyu ndiye mwana wenu? Je, huyu ndiye mwana wenu ambaye mnasema kwamba alizaliwa kipofu? Amepataje basi kuona? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani huyu mtu ameteseka kwa siku nyingi, amekaa kwa mlango akiombaomba, amekaa mtu wa kufanya kushikiliwa fimbo ama kuongozwa anapohitaji kuenda mahali kwingine, lakini sasa yeye anafurahia. Hii furaha yake imekuwa maswali kwa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Hii furaha yake imekuwa maswali kwa watu wengine. Wanaanza kujiuliza, mbona tumezoea kwamba tukikutana naye anatuitisha kwa kitu, lakini leo anakaa tu ni kama ambaye hata atatusaidia yeye. Bwana Yesu asifiwe. Inakuaje? Wakaanza kujiuliza. Na Biblia inasema kwamba Wayahudi hawa ni watu ambao hawaamini Yesu Kristo ana uwezo wa kutenda. Hawaamini miujiza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wayahudi wakaanza kujiuliza, na Biblia inasema kwamba wakakosa kuamini kwamba nyumbani alikuwa kipofu. Yaani in other words, wanasema huenda ikawa alikuwa ana pretend huyu mtu.
alikuwa anajifanya. Tumeisikia miujiza ya namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumesikia. Alo. Tumesikia hiyo miujiza ya namna hiyo. Wasiozaa wanazaa. Alafu kuja kusikia kwamba kumbe mtoto ni wa kununuliwa. Wengine walikuwa kipofu, viwete, wanapona. Wengine wanatolewa vitu, kola, nini huko kwa miguu. Kumbe ni mazingaombwe, miujiza fake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wayahudi wakamfikiria Yesu pia anafanya miujiza fake kama hiyo. Wakasema kwamba huyu mtu huenda ikawa hakuwa kipofu toka mwanzo, alikuwa anaona lakini alikuwa anajifanya. Bwana Yesu asifiwe. Na swali hili likafanya kwamba watafute ukweli uko wapi. Wakawaita wazazi wa huyu kipofu, wakawaita wakasema kwamba tunataka kuthibitisha, je, huyu ndio mwana wenu yule aliyekuwa haoni? Biblia inasema kwamba walipoulizwa neno lile, wazazi wakasema kwamba ndiye kweli huyu, na alikuwa haoni toka alipozaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa swali limebaki kwa wazazi, amepataje kuona? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ikawa swali ama ikawa mzigo, ikawa sasa mashtaka kwa wazazi kwamba huyu ambaye mnasema kwamba alikuwa haoni kutoka kuzaliwa, imekuwaje leo anaona? Amepataje kuona? Ukisoma vizuri, ilikuwa ni mtego wa Yahudi wamewategea wale wazazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba wakisema tu kwamba Yesu amemponya, hukumu ilikuwa inasema kwamba wanatupwa nje ya sinagogi, watakuwa hawafai tena. Bwana Yesu asifiwe. Watakuwa hawawezi kuingia katika sinagogi lile kumwabudu Mungu tena, kwa sababu wamekiri ya kwamba Yesu ametenda muujiza wa kuponya kipofu. Lakini wazazi wakasemaje? Kaiondokea. Soma. Mstari wa 20 unasema, wazazi wake wakawajibu, wakasema, tunajua ya kuwa huyu ndiye mwana wetu, tena ya kuwa alizaliwa kipofu, lakini jinsi aonavyo sasa hatujui, wala hatujui ni nani aliyefungua macho. Muulizeni yeye mwenyewe, yeye ni mtu mzima. Rudia huo mstari huo, muulizeni yeye mwenyewe. Lakini jinsi aonavyo sasa hatujui, wala hatujui ni nani aliyefungua macho. Muulizeni yeye mwenyewe, yeye ni mtu mzima, atajisemea mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba wazazi walipoitwa na wakiwa akilini wanajua kabisa, tukikiri kwamba Yesu Kristo amemponya huyu mtu, sisi tutatupwa nje ya sinagogi, hatutaruhusiwa kuabudu tena. Wakalihepa lile swali, lakini wakasimama mahali ambapo pananifurahisha, na ndio kwenye fundisho letu la leo, kwamba huyu mtu aliyefanyiwa muujiza huo ni mtu mzima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mgeukie huyo jirani yako, mwambie wewe ni mtu mzima. Wewe mgeukie na huyo mwingine, wewe ni mtu mzima, huyu ni mtu mzima. Kwa hivyo anaweza kujieleza mwenyewe. Haina haja mtufunge sisi, haina haja mtuulize maswali mengi sisi, lakini aliyetendewa muujiza huo anajua ametendewa na nani, anajua umetendekaje, na anajua faida ya muujiza huo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo haina haja msumbuane na sisi, eneni kwa mwenyewe, maana ni mtu mzima. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anapookoka anafika mahali, kwa kuwa anakomaa, anakuelewa kwamba imani yangu inasimamia wapi. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati Mungu amenitendea hili, je, niwe na aibu ya kulisema kwa sababu kuna vitisho? Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi mpaka leo wanashindwa kuyashuhudia matendo makuu ya Mungu
kwa sababu ya vitisho vya ulimwengu. Watu wengi Mungu anawatendea kazi, lakini hawawezi wakaisema mbele za watu kwa sababu ya wanahofu ya kwamba tukisema kwamba Yesu ametenda, nitaonyesha profungani. Nilikuwa kipofu na ninaona. Nilipewa nini? Kilichonisaidia kuona. Sikufanywa operation. Niliangua niende kuoga pale birika leso peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ikaishia hivyo. Lakini nafurahi kwa sababu ukisoma pale mbele Biblia inaongea sasa, Wayahudi wakiwa sasa wameachana na wazazi, wanaanza kumhoji huyu kipofu aliyefunguliwa macho. Wakawa wanamhoji, wanamuuliza, haya, wewe tuambie, nani aliyefanya haya? Imekuwaje? Biblia inasema kwamba akajieleza, akasema kwamba kile ninachokijua mimi ni kwamba nilikuwa kipofu sioni na sasa ninaona. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba nyinyi mnamuita aliyetenda haya mwenye dhambi sijui, na kwamba yeye ni mtakatifu sijui, lakini ninachokijua ni kwamba nilikuwa sioni na akaniwezesha kuona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maisha yetu wa Kristo hapa duniani yanafananishwa na hali kama hii, ama mazingira ya mtu huyu, kwamba tunamwamini Yesu Kristo, lakini katikati ya watu wasiokuwa na imani, katikati ya watu ambao wako na itikadi kali. Bwana Yesu asifiwe. Kiasi ya kwamba hata unapolisema litachambuliwa kiundani mpaka utaitishwa ushahidi, mara nyingine unakosa ule ushahidi. Lakini je, moyo wako unakuambiaje? Bwana Yesu asifiwe. Tulibarikiwa na muujiza mmoja hapa. Vile hatukusikia ushuhuda zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sitaki niseme, sije wengine wakaenda kumsema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mwenyewe hayuko. Lakini tulibarikiwa na muujiza wa mtoto aliyepatikana miaka ya uzee hapa kanisani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa kanisani. Na anaishi mpaka leo. Bwana Yesu asifiwe. Na wanafurahia. Bwana Yesu asifiwe. Watu wangekaa na yule mama wakaanza kumuuliza, wewe kulikuwaje kuwaje? Mengine angeshindwa kuyaeleza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini anachokijua ni kwamba alitamani na akamlilia Mungu kwa ajili ya mtoto, na ye Mungu akampa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa hebu fikiria, wewe ndio yule kipofu, lakini uko na shida nyingine leo. Shida zile ambazo hazionekani. Shida ya tumbo. Kama ile ilikuwa na Paulo. Bwana Yesu asifiwe. Anasikia mwiba, lakini hakuonekani mwiba huku nje. Yeye ndio ukianza kuchoma hicho kichomi, hata kama alikuwa na hubiri ataanza kutulia kidogo, asikizie, alafu ndio. Lakini watu kwa macho haya hawaoni. Alafu ghafla usikie upepo kama kisulisuli unavuma katikati ya maombi unapoomba Mungu. Alafu unasikia kuna kitu kimetoka, na kuanzia hiyo siku usipate tena hicho kichomi ama huo mwiba, usiusikie tena. Ukiulizwa maswali mengi utajibu. Bwana Yesu asifiwe. Watu walikuwa wanajua tu kwamba huyu mara nyingine ikimwangusha hiyo shida anaweza lia sana machozi, akapiga kelele nyingi, lakini mbona siku hizi hatumsikia akifanya hivyo? Wakikuuliza utasema nini? Bwana Yesu asifiwe. Tunapaswa kukomaa katika imani, ili kwamba ikifika mahali kwamba Mungu amenitendea ama ninamwamini Mungu katika jambo hili, then akilifanya
simama useme kwamba mimi ninayejua ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Watasema nini sijui, lakini mimi ninachokijua kwamba hili ni Mungu alinitendea. Amen. Swali la kwanza pale nyuma katika mstari wa 2 nimewaambia wanafunzi wakawa wameuliza, je, alitenda dhambi huyu ama ni wazazi wake? Bwana Yesu asifiwe. So watu wanaweza kuwa walikuwa wanamuona kila siku, hata wanapomsaidia na fedha wanamsaidia wakiwa wanamuona ni mwenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyo mwenye dhambi alikuwa akiomba pale mlangoni, ndio anaonekana akiingia hekaluni anacheza mpaka chini, mpaka chini, mpaka chini, mpaka chini. Yule mtakatifu Farisayo pale anasemaje? Ako pale anatamani aje amshakue, amuondoe, amwambie kwamba wewe unajua kwamba ni kipofu na kipofu ni laana, amuondoe. Lakini ndani yako wewe uliyetendewa unajua fika kabisa kwamba hili halikutendeka, sikuweza kulipata mahali kwingine, lakini Mungu peke yake alinifanyia hili. Unasimama na kumtukuza Mungu kwa sababu ya kazi hiyo njema. Bwana Yesu asifiwe. Unasimama na kumpatia Mungu shukrani kwa sababu ya kazi hiyo njema. Unasimama ukizitangaza fadhili za Mungu kwa sababu ya kazi hiyo njema. Usinyamaze. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya hofu ya kwamba nitakapolisema hili Wayahudi ama watu wanaonizunguka bado wananiona mimi mwenye dhambi, hata nikisema kwamba niliomba Mungu akaniponya. Inakuwaje kuwaje? Soma mstari wa 25 tumalizie hapo. 25 Biblia inasema, basi yule mtu akajibu kwamba yeye ni mwenye dhambi sijui, najua neno moja, kuwa mimi nalikuwa kipofu na sasa naona. Kwamba yeye ni mwenye dhambi sijui, lakini mimi nalijua neno moja, kwamba nilikuwa kipofu na sasa ninaona. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, simamia imani yako leo. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanaweza kuwa na maswali mengi juu yako. Watu wanaweza kuwa na maswali mengi juu ya jinsi unavyofanya ibada zako, lakini simama katika imani yako. Bwana Yesu asifiwe. Kama unajua hili unalolifanya ndilo limpendezalo Mungu na linatoka kwa Mungu, lishikilie hilo. Bwana Yesu asifiwe. Mtu asikuyumbishe. Amen. Mtu asikuyumbishe katika hiyo imani. Na hiyo ndiyo imani aliyokuwa nayo huyu kipofu wakati alipopata ule muujiza. Akazongwa sana na maswali mengi. Watu wengi leo wamevunjwa imani ama wametoroshwa makanisani kwa sababu ya maswali ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Unasimama, ulikuwa mlevi, watu wanajua, alafu unainuka unasema kwamba kuanzia leo kile ambacho nimekikuta huku leveni nimeshindwa nacho, acha niingie kanisani. Watu wanakuuliza unaenda, hata utasemaje wewe? Wewe si tunakuelewa. Si tunakuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio, mnanijua katika hali yangu ya zamani, lakini nimeanza mwanzo mpya na sitorudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanakuona maskini na unatabiri mambo mazuri makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanakushangaa. Unasema kwamba
ninajua yule anayefanya kazi ndani yangu ana uwezo, na nikitamka ama nikiomba lolote kwake nitapata. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nitaliomba bila kuogopa. Lakini watu wana maswali, wanasema wewe umeingia wazimu ama nini? Hivyo ulivyo unatabiri kwamba eti utakuja kuwa na nyumba yako wewe. Hivyo ulivyo unasema kwamba utakuja kuwa na duka lako wewe. Hawaoni. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu hiyo imani imejengwa ndani yako na yule Mungu ambaye unamtumikia, unamjua, then simama katika hiyo. Amen. Usihofu. Ukisimama katika hiyo, wataongea na mwisho watakuacha. Bwana Yesu asifiwe. Yule kipofu aliwamaliza hapo, akawaambia kwamba mimi sijui. Nyinyi kama mnamhesabu ni mwenye dhambi, mimi sijui, mtaendelea kumhukumu na dhambi zake. Lakini mimi ninasherehekea na sitaacha kusherehekea, sitaacha kufurahia kwa sababu ya lile ambalo limetendeka kwangu. Nilikuwa siwezi kutembea mwenyewe, sasa ninatembea mwenyewe. Amen. Nilikuwa si kitu, sasa ni kitu. Amen. Ni kitu gani ambacho umekitarajia ama unakiona kwamba kimechelewa kwako? Bado Mungu anaweza akafanya. Amen. Watu wamekujaji katika hali hiyo ulionayo, lakini Mungu bado anaweza akafanya. Na atakapofanya, haya ndiyo maswali ambayo watauliza, kwamba huyo Mungu kama unasema ni Mungu sahihi, alikuwa wapi kutendea kwa majira yaliyo sawa? Hayo majira yaliyo sawa si alikuwa ni yapao, lakini haya aliyotenda Mungu ndio ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hamjaona watu wa umri wa kama miaka 20 hivi wakiendesha magari ya kwao, na babake huyu mtu anaweza kuwa hakuwahi nunua gari hata kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Niambie, miaka 20, mzee Gaspar, miaka 20 amesoma mpaka wapi huyu, mpaka ndio amepata hizo pesa zote za kununua hiyo gari? Wala hajaingia Illuminati. Bwana Yesu asifiwe. Lakini neema ya Mungu imemshukia ikamfanya awe hivyo alivyo, na huyu naye anaendelea kusubiria hiyo neema. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mwingine atajizuilia aseme kwamba sitafanya kwa sababu watu watakuwa na maswali. Wanajiuliza, mimi hata nikijenga katika umri huu nilio, watu sasa wataanza kuuliza, kijana wa juzi. Bwana Yesu asifiwe. Si ni ukweli? Kasema wakakuona na Range Rover, wanaanza kuuliza hizi pesa alitoa wapi? Wapige hesabu kote kote kule mpaka waangukie pale ambapo si pazuri sana kwako. Bwana Yesu asifiwe. Wakuweke katika lilo fungu. Lakini maadamu unajua kwamba ni neema ya Mungu tu ilikushukia, bado fanya, kwa sababu hiyo neema imekuja kwako kwa wakati wa sawa. Amen. Lakini hofu inawazuilia wengine kuipokea hiyo neema ama kuyatangaza matendo makuu ya Mungu, kwa sababu ya kwamba watu watauliza, alafu mimi sasa nitakuwa mashakani, sina cha kusema. Bwana Yesu asifiwe. Hata KRA wakija kuuliza utajiri huu umetoa wapi, si utawaambia kwamba mimi nilikuwa niko hivi, sina kitu, lakini mtu ghafla nikakutana naye, nikaongea naye, akaamua kunisaidia na amenisaidia kwa njia hii. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaweza akatumana, Mungu anaweza akakutia nguvu, Mungu anaweza akakuinua yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani inamaanisha nini? Anaweza akatumana mtu na kwa ghafla ukabadilika pasipo kufanya kazi wewe. Bwana Yesu asifiwe. Anaweza akakutia nguvu, akakuwezesha na ukaanza kitu kidogo kikapanuka kwa haraka, ukajipata uko mahali pa juu. Bwana Yesu asifiwe. Anaweza pia akafanya kwamba uanzie hapo juu tayari. Amen. Amen.
Wangapi wamechukua loan hapa na wakazikula wakazimaliza? Bwana Yesu asifiwe. Na si watu wanachukua loan na analipa hiyo loan kupitia biashara aliyoifanya na anabaki na biashara iliyo nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukimwangalia kazi anayofanya pale mwanzo ndio achukue loan. Pengine alienda kwa ile sako ambayo inasema kwamba ukifikisha 30 ama 50. Ukifikisha 50,000 tunakupatia 150. Akajaribu zikafika hizo 50, akaenda kuchukua hizo 150, akaja akaekeza kwa banda la kuku. Na Mungu akatunza hao kuku. Hakuna kifaranga kilichokufa hata kimoja. Alafu wakawapatia nguvu, wakazaa mayai mawili. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya mwaka mmoja huyu mtu akaonekana kwamba ameinuka, amekuwa na uwezo wa kulipa ile loan na biashara yake inanawiri. Mnaanza kuwa na maswali. Amen. Yamkini mtu kama huyu pia anaweza akaulizwa ilikuwaje kwaje, hata kueleza. Manake sasa yeye akiona mayai inatoka, kwamba alipeana dawa nyingi haielezeki, kwamba alidunga sindano haielezeki. Bwana Yesu asifiwe. Lakini neema ya Mungu tu ilishuka, ukawa na ulinzi wa mali zake, na zilipotunzwa zikaendelea kuongezeka. Amen. Hii ndiyo iliyofanyika kwa mtu tunayemsoma, baba yetu ambaye alitubeba huko nyuma, Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Ameenda kwa nyumba ya Labani akiwa hana kitu. Bwana Yesu asifiwe. Mkimbizi, naweza kumuita hivyo, maana alikuwa ametoroka kwao, anahitaji tu hifadhi. Amen. Alipofika pale hana kitu, akasema hata hiyo kazi ya kuchunga nitachunga, apate mke. Akachunga akapata mke, akachunga akapata mke. Bwana Yesu asifiwe. Alipoona amepata mke ama wake, akaanza kuwa na maswali, watakula nini? Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu alikuwa amepata kibali mbele za Mungu, Labani akamwambia kwamba ukiendelea kunifanyia kazi, basi tufanye mkataba huu. Watakaozaliwa na madoadoa, hao ni wa kwako. Watakaozaliwa na rangi moja, hao ndio wa kwangu. Manake hivyo ndivyo mifugo yake ilivyokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa ni wa rangi moja. Amen. Hakuna wa madoadoa. Na neema ya Mungu ikashuka pale, mbuzi na kondoo wa Yakobo wakaongezeka. Punde atoke pale, Biblia inasema kwamba watoto wa Labani walimuonea wivu. Amen. Labani mwenyewe alimuonea wivu. Amen. Anaangalia huyu mtu aliyekuja bila kitu, sasa hivi anaondoka na maelfu ya kondoo na maelfu ya mbuzi. Haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Unaishi nchi gani? Si Kenya huko. Bwana Yesu asifiwe. Huku ni Lamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na utaishi miaka mingi kama 40 na kuzidi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kila siku wakikujia watakwambia huku si wewe, huku ni kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani akija akisema huku ni kwetu, amekwambia huku si kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hii hofu imesababisha watu wanakaa katika maeneo pasipo kuongezeka, kwa sababu anajiona kwamba nitakapoongezeka wivu unaongezeka, nami huenda ikawa nitanyang'anywa ama nitauawa hasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sema kwamba Bwana aliyenitia nguvu kupata hili atanilinda pia, atanitunza na atanitunzia mali zangu zote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kipofu akasema kwamba semeni msemalo, ninalolijua ni kwamba ninaona. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe nataka uinuke useme kwamba nitafanya, hata waseme nini, kwa sababu Mungu amenitia nguvu, nitafanya. Amen. Nitanena hata wakijaribu kunizuilia, nitasema kwa sababu Mungu amenitia nguvu. Amen. 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 Sherehekea ukuu wa Mungu.
fadhili za Mungu kwako, maana utendaji kazi wa Mungu unaendelea mpaka leo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio Yesu Kristo akajibu akasema kwamba hauko hivyo ulivyo kwa sababu ulitenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Hauko hivyo ulivyo kwa sababu wazazi wako wako maskini. Amen. Uko hivyo ulivyo ili Mungu akaonekane kwako. Amen. Na huu ulimwengu ambao unakaa ndani yake waone kwamba kweli hapa Mungu anaendelea kutenda kazi. Simama kwa miguu yako. Wazazi wa huyu mtu aliyekuwa kipofu, Biblia inasema kwamba walihofu kutupwa nje ya sinagogi. Bwana Yesu asifiwe. Hofu jamani inatumaliza kiasi ya kwamba tunaishi ndani ya ulimwengu huu, lakini katika hali ya kujificha. Iwe ni katika maisha ya Kristo tunajificha, iwe ni maisha ya kiuchumi tunajificha, iwe ni maisha ya kimaendeleo tunajificha. Si sababu kamili. Bwana Yesu asifiwe. Jivunie Mungu wako uliye naye. Jivunie hiyo imani ambayo uko nayo. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba nilimpigia magoti Mungu nikamlilia akanijibu katika hili. Ninalifurahia na nitaendelea kutangaza fadhili zake. Nitaendelea kuyanena makuu yake. Ulimwengu nigeukie, mimi nitaendelea kusema kwamba huyu Mungu anatenda kazi mpaka leo. Amen. Sasa nataka utafakari maisha yako. Jiangalie hivyo ulivyo. Tukienda mbele za Bwana, mwambie Mungu nakushukuru kwa sababu ya kunifanya hivi nilivyo. Kwa sababu niko hivi ili utukufu wako uonekane. Na ninajua kwamba sitabaki hivi nilivyo, maana kazi yako ndani yangu bado inaendelea. Unaendelea kunitengeneza, unaendelea kuniumba. Basi unayo siku nitang'aa. Ninasubiri utukufu wako uonekane ndani yangu. Waimbaji, twende mbele za Mungu. Yuko Mungu mbinguni asikiaye maombi yetu. Yuko Mungu mbinguni ayajibuye maombi yetu. Tunapoomba asikia, anajibu. Tunapoomba asikia maombi yetu. Mungu mbinguni asikiaye maombi yetu. Yuko Mungu mbinguni ayajibuye maombi yetu. Tunapoomba asikia, anajibu. Tunapoomba asikia maombi yetu. Tunapoomba asikia, anajibu.